Yesu asifiwe. Ninawaalika asubuhi ya leo sasa katika kipindi ambacho kiko mbele yetu, kipindi cha kusikiliza neno la Mungu wetu ambao liko mbele yetu. Hivyo kila mmoja awe tayari sasa kwa ajili ya neno hilo ambalo liko mbele yetu. Somo letu asubuhi ya leo linasema, ukifanikiwa usimsahau Bwana Mungu wako. Ukifanikiwa usimsahau Bwana Mungu wako. Hilo ndio somo letu asubuhi ya leo. Ni somo lile lile, mwendelezo wa somo ambalo tumeanza nalo la safari ya wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kuelekea nchi ya wapi? Nchi ya Kanaani. Mungu anawaambia wakifanikiwa wasimsahau, wakiingia katika nchi ya Kanaani wasimsahau, baada ya kuwatoa katika nchi ya taabu, nyumba ya utumwa pale Misri. Leo ni mwendelezo sasa wa somo letu hilo. Tulianza nalo sabato ya kwanza, tukaingia sabato ya pili. Leo ni mwendelezo sabato ya ngapi? Ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili kuna mambo ya kuzingatia sana, na mambo hayo yatakusaidia kwenye maisha yako kama tulivyoanza pale mwanzoni. Unabii ulisema, aliambiwa Ibrahimu, wana wa Israeli watakaa katika nchi ya ugeni miaka mingapi? 400. Mwanzo 15 fungu la 13. Soma mahali pale. Mwanzo 15 fungu la 13. 15 lile fungu la 13 anasema, naam, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi siyo yake. Ujue pia ya kwamba uzao wako utakuwa nini? Mgeni katika nchi siyo nini? Isiyokuwa yake. Naam. Watatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Muda wa miaka mingapi? 400. Huo ndio nabii ulisema hivi. Watatumikishwa muda wa miaka mingapi? 400. Kutoka 12 fungu la 40. Kutoka 12 lile fungu la 40 anasema, naam, basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakakaa miaka 400 na ngapi? 30. Kwa sababu ya nini? Ya uzembe. Tukasema unabii wa mafanikio ya maisha yako unaweza ukawa ni mrefu kwa sababu ya uzembe wako wa kutokuomba, uzembe wako wa kujiweka mbali na Mungu. Unaweza ukaendelea kuwa kwenye shida, kwenye magonjwa, kwenye upangaji, kwenye kuajiliwa. Ndio usipendi kuajiliwa. Unamwambia kabisa moja kwa moja hivi, kama umeajiliwa wewe ni kwa muda tu. Maana kuajiliwa pia ni utumwa tu. Nito utumwa mambo leo. Ni utumwa tu kama utumwa mwingine. Hata kama mshahara wako ni milioni 4 kwa mwezi, mbali ni utumwa tu. Bwana asifiwe. Yaani kama unafanya kazi ya kuajiliwa ni kwa malengo tu. Kwa nini tu? Kwa malengo tu, kwamba nafanya kwa malengo baadaye niwe na jambo langu. Bwana asifiwe. Wakawa katika nchi ya utumwa miaka mingapi? 400 na ngapi?
kwa uzembe wa kusoma unabii. Wangesoma unabii, wangepiga mahesabu, mbona tumekaa miaka mingi? Lakini Mungu tu kwa huruma zake tukasema hivyo, sawa? Narudia kidogo haya mambo hawakuwepo wakati kidogo. Mungu kwa huruma zake. Mungu kwa nini? Hebu sema kwa huruma za Mungu. Mungu ni wa maajabu sana. Mungu wa maajabu sana. Akaruhusu mpango wa Mungu wa kuokoa. Akaruhusu Yusufu akalala mauti. Aliyekuwa akiwatetea katika nchi ya wapi? Ya Misri, akalala mauti Yusufu. Yusufu akalala akiwa mwema, akainuka. Na Yusufu alipolala, baadaye tena na Farao aliyekuwa akimjua Yusufu naye akalala mauti. Sasa Waisraeli sasa wakabaki bila nani? Bila mtetezi. Yusufu amelala mauti. Farao aliyekuwa anamjua Yusufu naye amelala nini? Mauti. Akainuka Farao mwingine ambaye hamjui nani? Hamjui Yusufu. Akaanza kuwatesa. Kumbe kuwatesa ni kuwakumbusha waombe. Tukasema kuna watu wengine wala hamuombi mpaka muugue. Huenda taabu ambayo unaipitia usingeugua, usingepata taabu yoyote kama wewe nani? Ni muombaji. Kwa hiyo kila jaribu nalo liona kwenye maisha yako, kuna jambo fulani ndani yake ambalo Mungu anahitaji lifanyike kwenye maisha yako. Akawafinya kidogo tu. Alipowafinya, Farao akainuka, akaanza kuwaletea nini? Mateso, kazi ya shokoa, kazi ya kutoa matofali, kuwatumikisha, kuwapiga mjeledi, ili lengo walie. Lengo la Mungu hili. Lengo wafanye nini? Walie. Walie nini? Kumwomlilie Mungu. Lengo waombe. Maana watu wale waambie, watu kwenye shida, unapokuwa mnapata wale na maini, waka hakuna maombi. Sio mzee wa kanisa. Yaani kwenye wale na maini hakuna nini? Waka hakuna maombi. Ila maombi huwa yako ambapo hakuna chakula cha usiku. Mungu unioni? Nakuona sana, nataka ufanye nini? Nataka hiyo uombe. Mimi nimekuwa kuhangaika tu. Jana tumelala njaa, na leo hatujui kama tutakula. Mungu tuangalie na sisi leo tule. Nitaka muombe. Kama ndio kafimbo tu hapo. Naambia kweli, yaani kwenye raha watu wao muombe nani? Hebu soma Isaya sura ya 6. Isaya sura ya 6. Tuongeze jambo lingine hapa. Ambao Yakobo alisema Isaya sura ya 6 fungu la kwanza. Isaya 6 fungu la kwanza. Soma mtu wa Mungu. Katika mwaka ule mfalme Uzia alipokufa, mfalme nani? Uzia. Alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Mwingine huyo kilicho juu sana. Naam. Na kuinuliwa juu. Naam. Sana. Ndio. Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Ndio. Juu yake walisimama maserafi. Ndio. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6 kwa mawili yakifunika uso wake. Na kwa mawili yalifunika miguu yake. Na kwa mawili alifunika mahali hapo. Wasifiwe. Ikawa mwaka aliokufa mfalme nani? Uzia. Na yeye Isaya akamwona nani? Akamwona Bwana. Hapo nabii huyo. Yaani nabii, lakini na ni nabii unaweza kuwa ni mhubiri, unahubiri ndio. Ni nabii lakini hata bado hujamuona. Paka afa nani? Paka afa Uzia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wana wa Israeli akafa nani? Uzia. Uzia ndio nani? Farao. Alikuwa akiwalinda. Na nani? Na Yusufu. Yule alipokufa naye akamwona Bwana. Ukianzia hapo kwa Yesu kama ndipo akasema, "Ole wangu. Kumbe na mimi ni mtu mchafu tu. Halafu ninakaa miongoni mwa watu wenye midomo kama gani? Michafu. Na nimeona nani? Bwana." Si nabii. Ukirudi kwa nyuma
Ujumbe wa Isaya ulikuwa ni wale wao wanaamka asubuhi kupata kileo. Wale wao ni nini? Wale wao. Usome sura ya kwanza mpaka ya 5. Mahubiri ya Isaya yote ilikuwa ni nini? Wale wao. Soma kwa wakati kuangalia kila sura ya kwanza anahubiri wale wao. Sura ya pili anahubiri wale wao. Hivyo ya 3 ya 4 ya 5 anahubiri wale wao. Sura ya 6 ujumbe kubadilika. Wale wao. Sita kuanzia fungu la 5. Ndio akasema nini? Wale wao. Kwa hiyo nataka uangalie kwa makini habari hii, mtu wa Mungu. Hii itakusaidia kwenye maisha yako sana. Kila jaribu unalolipitia usizoee kwamba sisi ndio bwana shetani, sisi tutakuwa hivi. Hapana. Kila jaribu unalolipitia, kila taabu unalolipitia, Mungu anakusudi nao kuna jambo fulani ndani yake anataka kumtafute. Sasa angalia hapa, Mungu hakuhitaji amuue Farao wala kumuondoa Yusufu mapema. Lakini akaona sasa hawa wakiendelea kuwepo Yusufu hawataomba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kuna wengine pia wao sio waombaji. Wewe ndio wao sio waombaji. Wewe unamtegemea mzazi wako. Hizo kusababisha Mungu akamuondoa nani? Mapema. Kwa sababu ya wewe sio nani? Sio muombaji baba, kwa sababu huyu yeye anaangalia nani? Baba yake. Sasa tunamuondoa Yusufu. Ili anitafute nani? Anitafute. Sema leo kwa makini. Ujumbe na waingie. Kwa hiyo ili mtufanye na sisi wazazi tuendelee kuishi maisha marefu, ombeni kwa nani? Msiwategemee wazazi, mtegemee nani? Bwana kwa imani. Amen. Si kama naeleweka vizuri, si kama naeleweka, yani pia kama naeleweka. Mimi baba yupo, mama yupo. Sasa baba ndio umemgeuza umemweka badala ya nani? Badala ya Mungu. Ndio wana wa Israeli wanajua Farao yupo, Yusufu yupo. Sasa muondoa Yusufu, yeye atalapa amani, alafu mbaki nini? Mkinywe kikombe ili mwe waombaji. Wangapi kama baba hayupo nyumbani, maombi hayafanyiki? Kama baba arudi, kama mama arudi. Mpaka baba akiwepo ni maombi yanafanyika. Baba hayupo na maombi hayapo. Maana unajua sababu yupo tu kwa nini? Jioni chips mayai, kama shida yote baba yupo. Sio hivyo tu. Hata miradi ya baba yako, ya mama yako, ya mzazi wako inaweza kuharibika. Ili mumtafute nani? Mumtafute Bwana. Hiki ndicho ambacho tunafundisha mahali hapa. Isaya yeye akafa nani? Uzia. Sasa wale wangu sasa Uzia amefanya nini? Ameondoka. Amjambo watu wa Mungu. Yanawaingia vizuri? Wewe niwaambie kisa fulani hapa hivi. Kuna mama mmoja aliachwa na nani? Siniwaambia hapa. Aliachwa na nani? Na mume wake, alikuwa na mume wake, huyo mama ndipo akaanza maombi ya asubuhi. Mimi naenda kazini saa 1, yeye saa 12 atoka nini kwa maombi. Zamani alikuwa haombi mpaka alipoacha mume wake. Ndipo akaanza kuomba. Kwa kama uache. Unataka mpaka uachwe ndipo mtafute Bwana. Yaani sasa mimi sikiza bwana, nimeolewa na nani? Mume wangu ni Yesu, hapana ananiambia hivi. Kwa mume wako ni Yesu na yule naye mfahamu Luka. Ama mwingine kwa sababu ya uzembe wako. Amemuondoa mume wako ili ufanye nini sasa? Umtafute nani? Bwana. Tusifike huko. Mungu anasema tufanye nini? Tusifike huko. Mungu anasema hivi. Mungu anataka kuwa muombaji na mume wako kwa nini? Uko na mume wako, uko na mume wako, uko na marafiki zako, na yule mtegemea, muishi kwa njia nini? Kwa njia ya imani. Ndio maana unaona sasa miaka ikaenda mpaka 400 na ngapi?
na 30 ndio Mungu sasa kama kutafuta njia nyingine. Kama mbona hao nimeahidi kuwabariki, wanakaa tu hapa. Nimewaahidi kama nitawatoa hapa. Nimelisema tu kama wanakaa nchi ya Misri, nchi ya ugenini miaka mingapi? 400, lakini leo mpaka imekuwa 400 na ngapi? Na 30. Sasa kufanya kwa nini? Wamejisahau kwa sababu ya nini? Kwanza ukiangalia wanakula vizuri nchi ya Misri. Walikuwa walali njaa. Nakumbuka ilikuwa nchi ya Shibe. Pia hiyo Misri, lakini Shibe ya Misri na ya Kanaani tofauti. Hii ni Shibe ya utumwa, hii ni Shibe ya nyumbani kwao kabisa. Hata kama ukilala kwa amani, mwenye nyumba hakubuguzi, wewe ni mpangaji tu. Nakwambia wakati mwingine mwenye nyumba akisala, mshukuru nani? Uenda Mungu amemfinya ili ujiongeze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila jambo ambalo kwenye maisha yako linapita, ngeukie nani? Bwana Yesu asifiwe. Ngeukie Mungu wako. Danieli 9 fungu la kwanza na la pili. Hebu sema kwanza Yeremia. Alafu ndio ingia hapo. Yeremia 29 fungu la 10. Yeremia 29 fungu la 10. Yeremia 29 lile fungu la 10 anasema, naam, maana Bwana asema hivi. Maana Bwana asema hivi. Babeli utakapotimizwa miaka 70. Itakapotimizwa miaka 70, nitawaijilia ninyi na kulitazama neno langu jema kwenu. Tazama neno langu jema juu yenu. Kwa kuwarudisha mahali hapa. Na kuwarudisha mahali hapa kama Yerusalemu. Wao ndio nabii wa Yeremia. Namwambia Mungu anamwambia nani? Yeremia kama anawapeleka nchi ya Misri, nchi ya Babeli, miaka mingapi? Miaka ngapi sema? Miaka 70. Miaka 70. Mtakaa utumwa miaka 70. Baada ya hapo nitawajilia tena baada ya miaka 70 mrudi wako. Lakini hiyo 70 ingefika 80 au 90 au 100 kama endapo wangekuwa wazembe kama wale wazee wa mwanzo walioambiwa miaka 400 wakawa wazembe, ikawa 400 na ngapi? Na 30. Danieli 9 fungu la kwanza na la pili. Danieli 9 fungu la kwanza na la pili. Katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka. Nilifahamu kwa kusoma vitabu. Nalifahamu hesabu ya miaka. Askofu hapa anaandaa masomo mpaka anawapatia watu na kabilashi wakasome. Wakifika unaweka wapi? Unaweka ndani. Unaweka wapi? Unaweka ndani. Sabato inayokuja na leo unaulizwa, wiki iliyopita ilikuwa somo gani? Wamefanya tayari? Wamesahau. Sasa na ndio wanasoma vitabu. Na wakina Danieli wasingekuwa wanasoma, wangeelewa nini sasa? Lakini kwa kuvisoma vitabu ndio nalifahamu hesabu ya miaka, ndipo nikajua hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ndio ya kutimiza ukiwa Yerusalemu, yaani miaka 70. Bwana kwa mimi tumeona wa Mungu leo. Kama leo. Bwana asifiwe. Amen. Sio kama kile kwa mimi. Hivi Yeremia ni nani? Danieli ni nani? Hebu ndio wao nabii kwa watu nabii wenzao. Bwana asifiwe. Yaani Danieli ni nabii. Halafu Biblia inasema unapendwa sana na nani? Lakini bado anaheshimu, anasoma unabii wa nani? Yeremia mwenzake. Nabii mwenzake. Na huo ndio yani halisi kwamba mimi ni nabii Bwana. Unajua hata bila nabii ambao sio mnaviona hivi tu ni vinabii utwala hivi. Sawa? Hivi nabii ambavyo mnasikia huko mitaani huko.
Hiyo ni vinabii nini? Ni vinabii utwala tu hivi, ambao wenyewe vinajiamini tu, vinajitumainia tu. Roho ya manabii huatiwa nani? Huatii manabii. Biblia inasema hivi. Leo nabii anapinga Biblia, anapinga maandiko ya manabii wengine, na sasa mimi hata nabii. Yeye anaenda kinyume na nini? Na Biblia. Huyo ni nabii namba gani? Utwala tu. Nabii utwala tu ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu nikafahamu hesabu. Na yeye asingekuwa anasoma wangeishi miaka 80 au 90 au ngapi? 100. Bwana Yesu asifiwe. Rudi nyuma kidogo. Israeli wakatoka nchi ya wapi? Ya wapi? Ya Misri. Walitakiwa, tumeambiwa ni muda mfupi tu kuelekea nchi ya wapi? Ya Kanaani. Ni mwendo wa siku 10 na ngapi? 10 na ngapi tu. Na moja hivi wakafika wapi? Kadesh. Tunaendelea pale mpakani. Wakakaa pale miaka mingi. Wakawa sasa wanazunguka milima ya wapi? Ya Seiri. Wanazunguka, wamehangaika mpaka miaka 30 na ngapi? Na 8. Kuma mwingine mapema tu. Mungu akawahurumia. Mlipozunguka sasa yatosha. Geukeni njia upande huu. Muendelea na nini? Na safari. 8 fungu la kwanza, Torati. 8 fungu la kwanza. Leo tuko mahali hapa. Torati 8 fungu la kwanza. Kumbukumbu la Torati 8 na lile fungu la kwanza anasema. Naam. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda. Naam. Mpate kuishi. Na kuongezeka. Naam. Na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu. Naam. Nanyi mtaimiliki. Naam. Nawe nalikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40. Katika jangwa. Ili akutukuze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni kujua yaliyo moyoni mwako kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Amina. Mungu anamwambia mahali hapa hivi. Sawa. Fungu la 4, mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba. Miaka hiyo mingapi? 40. Maana ulifanya kwa ujenzi fulani hivi. Kwanza tukafanya kwanza nchi. Tuipeleze kwanza. Siku ngapi? Siku 40. Mungu akawaandika sasa kila siku mliopeleza nchi ni mwaka mgapi? Ndio itakuwa miaka 40 ya kutembea kwenda nchi ya watu. Kwenda Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema akawaacha. Kuna mambo ya kujifunza mahali hapa. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii mingapi? 40 katika jangwa, ili akutweze. Unaona kupeza? Kutweza. Kushindana, kudharauliwa, kushuka chini, kujaribiwa. Kumbe Mungu aliamua kuwajaribu. Anakujaribu na kuacha uone njaa. Haya ndio mambo katika kwanza uangalie kwamba huwezi kufikia safari ya mafanikio bila kwanza kupitia kwenye majaribu. Yaani kuna watu safari ya maisha yao wao tu wanategemea lami, hawataki mashimo. Ndio maana hao watu wanapoanza safari ya kwenda mbinguni, wanapokutana na mashimo, wanaamua kurudi wapi? Nyuma. Maana waliamishwa ya kwamba kwa Yesu
ni mteremko. Kwa Yesu ni nani? Ni mteremko. Kumbe kwa Yesu ni milima na mabonde na mashimo na kuanguka. Fuatilia ule mkanda unaitwa safari ya msafiri. Huo hata nabii aliweka ameshuhudia kabisa, ambao uliandikwa na mwana matengenezo. Hiyo habari hiyo mwana matengenezo John Bunyan. Safari ya nani? Ya msafiri. Msafiri akasafiri, anatoka katika nchi ya taabu, katika nchi ya Misri ya dunia, anakwenda wapi? Zayuni. Alipokuwa anasafiri, ana mzigo mgongoni mwake. Anafika msafiri, anawakuta watu wengine, anawaambia, wanamuuliza unakwenda wapi? Naelekea mlima wa wapi? Sayuni. Ungependa kujiunga na mimi? Sayuni ni nchi nzuri, akawasimulia. Na wao wakatamani kujiunga na nini? Na safari, ili waendelee kwenda pamoja kuelekea wapi? Sayuni. Lakini hakujua ya kwamba njiani kuna nini? Kuna milima, kuna mabonde, kuna majaribu, kuna kuvunjika moyo. Ndipo hao wenzake aliowaalika wakahamasika sana kuliko hata nini? Kuliko hata yeye mwenyewe msafiri alianza safari. Wakaungana naye pamoja katika safari. Wakitembea, kumbe hawakuangalia sawa sawa. Njiani wakafika wakateleza njia. Kumbe pembeni palikuwa na shimo, palikuwa na bwawa kubwa, ziwa la matope. Wakatumbukia wote wapi? Kwenye shimo la matope. Wote na suti zao, wote ni matope. Wakaanza kuogelea. Sasa hao wengine wasafiri wakamgeukia nani? Msafiri yule mwingine wa kwanza, anamwambia, wewe, yaani hii ndio Sayuni hii. Hii ndio Sayuni hii unayotuambia tunakwenda. Yaani tunakokwenda tena kuna mambo ya hivi njiani. Wamechafuka vibaya sana. Wamezama kwenye matope, wanaogelea sasa ikawa anawaambia, jamani, tukazeni mwendo tu. Haya ni majaribu, tuendelea safari, tusirudi nyuma. Hapana. Sasa cha ajabu ni hiki hapa. Hawa wengine, yule msafiri wa kwanza akawa anaogelea kwenye matope, lakini ametafika sana, ila anaogelea kwenda wapi? Kwenda mbele. Hawa wengine wanaogelea kurudi wapi? Kurudi nyuma. Wakabahatika bwana kufanya nini? Kutoka kwenye nini? Kwenye ile ziwa la matope. Walipotoka hawa wengine kwenye ziwa la matope, walitimka mbio kurudi wapi? Kurudi nyuma. Kwenye nchi ya nini? Ya uharibifu. Msafiri mwaminifu, yeye akaendelea kupambana, anaogelea kwenda mbele. Na yeye alipotoka akaendelea nini? Safari ya kwenda wapi? Zayuni. Sasa kwani ukiogelea kurudi nyuma ndio kuna usalama? Hii ni nchi ya nini? Ni nchi ya uharibifu. Bora tu uogelee kwenda mbele, kwa sababu katika kusema kama upaki, urudi nyuma, upaki gari, bado uponi. Bora tu uogelee kwenda mbele. Mimi nawaambia, kwani nyinyi mnao rudi nyuma mkatuacha sisi tunaabudu leo? Mmetuzidi nini cha mno? Jipime tu kama hawa tumewacha kanisani, wanaendelea kumwomba Mungu wao. Haya sasa, mmetuzidi nini? Ninyi ambao mmerudi wapi? Mmerudi nyuma. Na tukiangalia maisha yenu, yeye ametoka tu. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna haja ya kuvunjika moyo. Tunaongelea kwenda wapi? Kwenda mbele. Ndio Mungu hapa anawaambia kwamba nikakuacha ukaona njaa. Wako safarini, wakatezwa, wakaachwa, wakaona njaa, ila Mungu anawalinda tu ya kwamba lakini ndio wasife. Sasa mguu wako hujavimba, mavazi yako hayakuisha, unabaki na nguo za kuvaa, ila kwa kweli maisha yako ni magumu. Ila Mungu anakuachia tu balance kwamba basi huyu maisha yake kwa nini? Kama nguo atavaa tu, atakula pole pole kawaida, tutapata kuja asije akafa.
lakini sio maisha halisi ambayo wewe ulipaswa uishi. Ulipaswa uishi maisha ambayo ni tofauti na wewe uishi. Hiki ambacho wengi hawakifahamu, narudia tena, ni ile kwamba akakutweza, akakuacha uone njaa ili akujaribu. Wapendwa, hamjambo watu wa Mungu. Kanisani, safari ya kwenda mbinguni ina majaribu. Ina majaribu. Lazima upimwe. Mungu tu hawezi akakuingiza Kanaani ya mafanikio ya maisha yako bila kukupima, bila kukuangalia wewe unastahimili. Ngoja niwaambie, hata wanaosoma elimu ya darasani, ya shuleni tu hii, sio hivi, kwa mitihani migumu au unafeli. Bwana asifiwe. Unaona masomo kwa kweli haya sasa kabisa, kwa kweli hapa mimi nimechoka, siwezi kuendelea tena mbele. Masomo ni magumu. Sasa unaofanya uzembe, kwa mimi nimeamua kuacha. Kwa hiyo ukiacha, Biblia inasema mwenye kuvumilia. Sawa? Sio unaona mtu kama amepewa nyota, amepewa degree. Sawa? Mambo anayopitia, amesoma, amekumbana magumu. Sasa ilikuwa sasa kama ni malaika, basi watu wote duniani tungekuwa tumejaa nini? Degree. Si ndio jamani? Sina kuchukua tu. Na sasa hata hivyo hasa bado hata isingetwa nini elimu ya juu. Maana kila mmoja ni kuchukua tunafanya na kupewa. Kuna watu wanasafa, wajichimbia. Mtu amekaa usiku kucha anasoma, mama haeleweki, anavumilia. Mkulima vile ni hivyo. Mkulima ni vile. Ndio maana mpaka Yakobo anasema, wapendwa, jifunze kwa nani? Kwa wakulima. Mkulima huvumilia, analima. Sawa? Mkulima anapolima mara anapanda mazao yake. Sawa? Pale mazao yake yanafanya nini? Yanaota. Yakiota, yameanza sasa kupendeza, naingia nini? Jua. Mvua inakosekana, mazao yote yanafanya nini? Yanaungua. Haya mwaka unaofuata tena halimi. Halimi tena. Mimi ndio nilishinda uvumilivu. Nikajua sababu yake ni nini. Nikalima nikapewa milioni kama milioni 2. Nikalima hekari 20. Yaani gharama ya kilimo ilikuwa kama milioni 2.8 hivi. Ngoja kuvuna nadhani kama shilingi 60. Kama shilingi ngapi? 60. Hizo uvuna. Mwaka leo sasa kama sitalima tena. Lakini nikakumbuka zamani kwa sababu nilikuwa nimeshaweka na haziri. Zamani nimekumbuka hata hivyo. Nilikuwa nimeshaweka na haziri kwa Mungu kwamba kuanzia leo sitafanini, sitalima tena. Na lile shamba lililokodishiwa lilikuwa ni shamba mtu akienda kulima mahali pale, sawa? Yaani mpaka wanakuuliza kilimo, wanadini wapate kufanya nini? Watu wajii wote wakavune. Kila siku wanalipa pesa kuna mahali pale. Mimi tulipo kulima hapo, nikafeli kila kitu. Nakumbuka nimeshaweka na adhiri hata mtu anayeenda kulima, nilikataa sana. Nilikumbuka hicho kitu. Lakini kanisini sana. Bwana njoo tu ulime. Mtu anataka kulima hapa ameahirisha. Tena ukalipa kwa bei ndogo tu hilo shamba. Kodi 200,000 na 50,000. Eka ngapi? Eka 20. Kodi. Sasa ngoja nifanye. Nikashindwa. Nilipofanya mazao yote yakaribika, mazao yote nikailisha. Akaingia mwingine mwaka uliofuata, yaani mpaka vijiji vingapi vilivyo kufanyaje kuvuna mahali pale. Nakumbuka nini kwa sababu nimeshaweka nini na azia kama mimi kulima sitalima. Mimi nimeshaweka azia kulima, mimi kulima hapa. Bwana asifiwe. Najua kwa sababu hili niliongea hivi. Kwa hiyo Mungu anasema hapa.
mjue hicho kwamba unaweza ukapitia majaribu fulani. Fungu la 6 hapo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha, kwa kuwa Bwana Mungu wako jua kuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vivujikavyo katika mabonde ya milima, nchi ya ngano na shayiri na zabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mzeituni yenye mafuta na mafuta nini na asali. Nchi utakayokula mikate humo pasipo nini jamani, sina shida. Utapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma, milima yake ya kukuta nini shaba. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri anayokupa. Hiyo ndio tunafanya sasa, wanaoahidiwa kwenda kupewa. Na hiyo ndio nchi pia, na hiyo ndio nchi ambayo Mungu anakuahidi kupatia kwa maisha yako wewe asubuhi ya leo. Maana haya yaliyoandikwa sio kwa Waisraeli tu, wale wa nini? Waanzilishi. Lakini sisi leo tumekuwa warithi sasa na ahadi. Ikiwa ninyi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, mmekuwa warithi sasa na nini? Na ahadi. Mnajoin mahali pa kuambia imani. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ukiangalia mambo haya ili uyapate, sasa mambo haya uyapate, hauyapati hivi tu. Inahitaji uvumilivu. Ndio maana angalia, jifunze hata kwa watu wa mgodini. Watu wanachimba chini. Mimi mpaka uona wokovu. Ukiangalia watu. Yaani mimi bwana, mtu anachimba chini hapo kwenda chini. Kwenda wapi chini? Mita ngapi? Mita 50 kwenda chini tu kwanza. Ndio sasa anaanza sasa kudiverge. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Anachimba kama hapa na huko mbele. Mita 300. Chini kwa chini na ndio kwa maana ndio. Anataka nini? Dhahabu ndani kwa ndani. Biblia inasema utafuteni ufalme wa mbinguni kama nini? Kama hazina iliyofanya nini? Iliyostirika. Watu hawachoki. Ni kwa kuwa sisi tunatujui kwamba neno la Mungu arudi faida yake sana. Unaona kama Biblia jambo la faida sana hii na habari. Lakini kuangalia watu wanaotafuta ufalme wa mbinguni. Nani migodini kule. Alafu linganisha na watu wanaotafuta ufalme wa mbinguni. Hao watu wa pili. Anachimba chini, halafu anaanza sasa kutembea chini. Kwa nini? Mara inadondoka watu wanafia huko. Wakifia huko sasa. Sio nailisha kuchimba, si ndivyo? Ndio sasa watu wanagombania hapo. Hawarudi wapi? Hawarudi nyuma. Ndio sasa watu wanagombania hapo sasa. Kama anafia mtu hapa. Kuna vitu hapo, kuna mali hapo. Wanaamini hivi. Hawaogopi kifo. Hawaogopi mateso. Lakini sisi kanisani tu shida kidogo kaitokea. Ilifiwa. Watu wenyewe hata hawarudi kwenye hali. Sasa gani hilo? Unaomba kufanya nini? Wacha ibada. Kwa nini ulifiwa? Halafu hawakuja kukuhani. Unaomba kuacha nini? Pata kusali. 11 fungu. Soma mahali pale. Fungu la 11. Anza 12. Fungu la 12. Angalieni utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ng'ombe ambayo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke
ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri. Na hilo ndio somo langu asubuhi. Katika nyumba ya utumwa. Usimsahau nani? Bwana Mungu wako. Usimsahau nani? Bwana. Sasa niwaambie, kuna watu wengi huwa wakifanikiwa wanaacha na kusali kabisa. Wakiingia Kanaani, wavumilivu kwenye maombi, wakiingia hata mwana wafahamu, hata wengine Tanzania hapo hapo, wengine hapa Tanzania hapa wengine na wafahamu hata Tanzania hapa na wajua. Leo hapo wapi? Hata hawajafika popote. Yaani kadogo tu. Wameonyeshwa kadogo tu. Wamekaa wapi? Wamekaa nyumbani mpaka tunaona wafahamu. Ndio Biblia inasema hapa. Jihadhari, Mungu akianza kukubariki, usimsahau nani? Bwana Mungu wako. Ukianza kujenga nyumba mpya, miradi ikaanza kuongezeka, fedha zikaanza kuongezeka, jihadhari, usimsahau nani? Bwana Mungu wako. Ndio kanisa. Angalia washiriki wako ndio wafahamu wote. Wewe angalia washiriki wako wote. Utaona kuna washiriki ambao walifanikiwa, sawa? Walipofanikiwa leo, wewe mwacha nani? Wewe mwacha Mungu. Eti wamejifanya wako biza sana na nini na maisha. Na hata kuangalia kwanza. Ni hali ya kawaida tu. Ni hali ya nini? Ya kawaida tu. Lakini pia kuna wengine ambao Mungu anawabariki na bado wanazidi kuwa waaminifu ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Na kanisa linafaidika kupitia wao. Na hicho ndicho Mungu anasema, jihadhari, Mungu akianza kukubariki, usimsahau nani? Usimsahau Mungu wako. Maana sasa anaanza kukuingiza katika nchi ya nini? Nchi ya wapi? Ya Kanaani. Nchi ya wapi? Ya Kanaani. Nchi ya wapi? Ya Kanaani. Jana nilikuwa naongea na mama mmoja. Alikuja kwa ya matibabu. Mama ananiambia anapoumwa, ananisimulia yule mama. Kaumia sana. Tumehangaika sana. Lakini naye binti mmoja. Na binti huyo ameajiriwa kwenye duka la dawa, kunenesi. Ndiye ambaye ananihudumia kunitibisha hivi. Lakini pia nao vijana ambao wana uwezo mkubwa kuliko nani? Hawanihudumii chochote. Wanafanya kazi gani? Wote ni madereva. Wanaendesha magari kwenda mbele. Unasema kweli mama? Namaanisha mama akaanza kutoa nini? Machozi. Kutoa machozi akaanza kulia hapa. Ni binti yangu tu huyu. Ambaye mshahara wake mdogo tu. Lakini huyo binti yangu ndiye anyenijali. Nikasema hawa watoto wako wamejichanganya sana. Tena sana. Maana Mungu tu kidogo amewaonyesha wamelizika na kuajiriwa kwenye mabasi kwenda wapi? Hawa walipaswa kabisa ya kwamba wamiliki mabasi ya kwao. Lakini leo tu wamelizika na udereva. Udereva tu umefanya mpaka wamesahau na nani? Na mzazi wake. Sasa ni Mungu wako pia duniani hapa. Nikamwambia samahani mama, nikwambie tu hao watoto wako hao hatafika mbali. Hawatafika mbali. Sasa ni kweli, maana tayari mwingine alianza kumiliki mabasi tena mawili yameisha na amerudi kwenye udereva. Nikamwambia na huko atafukuzwa. Maana amechezea sehemu nyingine. Biblia inasema mheshimu baba na nani? Na mama yako. Ni badala ya Mungu hapa duniani hapa. Mama analia kabisa, analia. Mama analia. Tena angalia, baba yao aliniacha. Baba yao aliniacha, mama anaongea hivi. Niko na koroga uji, naenda kuuza. Na wahangaikia mpaka wamekuwa.
Leo ukipiga simu, kila ukipiga simu iko busy tu. Kumbe ameshaniweka busy. Sasa jamani, ni kweli? Mama, labda unawasingizia. Umeshaniweka busy. Unamweka busy mama yako. Wewe una akili au una akili tu kichwani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema ni kweli, wameniweka busy. Sema wao ndio wamejiweka nini? Wamejiweka busy wao wenyewe. Wala sio wewe mama. Nikampigia simu yule binti, nikaongea naye, nikamtia moyo, anayemhudumia. Endelea wewe kufanya nini? Endelea kuchota baraka za nani? Za mama. Hao wengine wamejitahidi sana. Watu wanakumbuka na kubarikiwa. Lakini pia wiki hii pia nimeenda sehemu fulani kwenye ofisi za serikali. Kwenda kupata msaada fulani, huduma fulani. Nimeingia mahali pale, ndio mama, Mungu ambariki sana. Nafanya kazi njema sana. Nimeingia mahali pale, mama akanipokea vizuri sana. Kwenye ofisi za mkemia mkuu wa serikali. Mama akanipokea vizuri sana. Anafanya kazi yake vizuri sana. Akiwa pale ananihudumia, baadaye ikapigwa simu. Simu ile ilikuwa ni mume wake. Akapokea simu. Wakaanza kuongea na mume wake. Sasa kumbe kuna mzigo fulani, ilikuwa ni dagaa na samaki. Wanataka wamtumie mtu fulani. Ni ndugu yao. Lakini nadhani ni baba yao. Sasa mama akaongea kwanza na yule mtu akuza nini samaki na dagaa. Wakaelewana bei. Ikaja kama 200,000 na sehemu hivi. Nilikuwa nasikia mahali pale. Mama sasa akapigia nani? Mume wake. Akamwambia nini ile bei sahihi kama nilipoongea na huyu mtu. Mume akasema ya kwamba sasa ngoja nifanye sasa nikutumia nini? Nikuwekea hiyo hela haraka hapa sasa nikutumia sasa hela ufanye ukanunue. Ndio mtumie nani? Mtumie yule mwenye dagaa na samaki alete. Mama akasema unatumia shilingi ngapi? Sikusema 140,000 na kutolea sasa kwa kweli. Hapana. Ndio ni 200,000 na shilingi 40,000. Sasa kwa nini wanataka utume yote? Maana mimi sasa nataka kuniondoa kwenye baraka. Wewe sawa, wewe toa 140,000 na mimi nitoa shilingi ngapi? 100,000 ili na mimi nifanyeje? Nishiriki baraka. Kuna watu wanaojitambua kiasi hiki. Mama, mume tena amesema natuma na kufanya nini? Na ya kutolea. Kuna mwambie hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wa mama ambao wangesema hivyo kama usitume yote? Na mimi nitaongezea. Nikacheka pale bana. Nilipocheka pale, mbona unacheka? Nimesema nimefurahi tu kumwambia, wale nimefurahi. Nimekumbuka mbali sana kumwambia, nimekumbuka mbali sana kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekumbuka wapi? Nimekumbuka mbali sana kwa maisha yangu. Jambo leo alikuwa ningesema kitu ambacho nifanyaje nilikumbuka. Kwa kuwa hayuko basi niishia hapa. Maana sema niseme tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mojawapo ya kumuoa na yeye hata mojawapo ya kumuoa mke wangu. Ni mojawapo ya nini? Kuna baraka fulani ambapo nifanyeje? Nilifanya hivi, sehemu fulani. Kuna baraka fulani ndani yake. Ndio hapo Mungu anasema, jihadhari ukifanikiwa usimsahau nani? Kumsahau Mungu maana yake ni kwamba sio Mungu aliyepo wapi? Aliyepo mbinguni. Mungu pia na watu wake wapi duniani hapa? Kuna watu wana shida hapa duniani. Hapa duniani hapa. Unakutana nao wahitaji.
unawatendeaje? Maombi, ibada, unafanyaje? Baada ya fedha kuongezeka, umemwacha nani? Umemwacha Mungu wako. Sasa tayari wewe umelizika, sasa tayari imeshaukata. Kumbe tu hapo umeanzishwa moja. Na sasa Mungu anahitaji sasa kabisa akupandishe mpaka wapi? Juu. Kwenye vilele vya mafanikio ya maisha yako. Ila ulikuwa tu moja kwa sababu ulikuwa unalala njaa, ulikuwa maskini. Tayari ulipoanza kumiliki shilingi 100,000 mfukoni, ukawa tayari umefanyaje? Nimeula. Mungu alikuwa anakupima, kama nataka nikupime nione. Hapo ninakupiga 100,000 sasa hivi kwanza, 100,000 sifanyeje? Zishe mfukoni kwanza. Lakini ninapokupeleka wewe mtu wa nini? Mabilioni. Si kama tu 100,000 una hamu na ibada, unaanza kusali. Mungu atafanya nini? Mungu hamna kitu kumbe hapo. Kama tumempa 100,000 tu hapa. Niko busy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kujifungia baraka. Ni kama mama fulani, mama mmoja hivi. Alikuwa anabidi kwenye ibada. Na shida yake ilikuwa nini? Ilikuwa ni mtoto. Alipopata tu mtoto akabeba mimba, nzuri akaolewa, akazaa mtoto. Baada ya hapo akaenda kufanyaje? Kaisha ibada. Kama vipi mbona ibada huonekani? Mtoto. Alikuwa mtoto ni iko nini sasa? Mtoto. Pastor akasema, basi pole sana. Ya Mungu, Mungu leo kwa kweli Mungu alikosea sana. So mwanzoni kama una mtoto, ulikuwa unapima nini? Lakini leo mtu ameingia kwa kikwazo. Dawa ni moja tu, tunapiga magoti. Tumwambie Mungu aondoe nini? Amuondoe mtoto. Ili unabilipa nini? Ili imani yako ya kwanza irudie. Basi ishi hapo nitaanza kwa na uzulie. Yesu sifiwe. Ndio hii leo iongelea habari ya nani? Ya Yusufu kuondolewa. Ya Farao kufanya nini? Kuondolewa. Akainuka Farao asemjua nani? Ili mtafute nani? Tafute Mungu. Asubuhi leo jumbe wangu mmoja kia kwamba kiazani. Ukiingizwa katika nchi ya Kanaani, usimsahau nani? Mungu awabariki sana asubuhi ya leo na Mungu awasimamie sana. Amen. Mungu awafanikishe kwa kila jema ambalo mnaliwaza kwenye maisha yenu. Mungu awatendee kwa jina la Yesu. Amen.